Hii ni MTV Online inayokutangazia toka mashariki mwa Kongo DRC. Leo ni Ijumaa 7 Novemba 2025. Jina langu ni Abel Tsongo kutoka mjini Butembo, Kivu Kaskazini. Tumaini langu mzima wa afya japo matatizo ya kiusalama katika sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini na Kusini. Taarifa zetu zaanza huko Oicha Beni, ambako mashirika ya kiraia na wakazi waomba viongozi wa mahali kubadilishwa kwani wameshindwa kulinda usalama wa wananchi. Wakati wananchi wanaonesha wazi kitu ambacho wao wanahitaji, ni haki yao. Na mapigano makali bado yaendelea kushuhudiwa Kivu Kusini kati ya M23 na jeshi la serikali likisaidiana na wazalendo. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, ni hayo kwa siku ya leo. Nikusihi tu uandamane nasi tangu mwanzo hadi kutamatika kwa nakala hili. Na baada ya siku karibu wiki moja ya mgomo wa kutofanya kazi katika mji wa Oicha, mashirika ya kiraia yafanya kikao katika mji wa Oicha, ambako wakazi wameomba viongozi wa mahali kubadilishwa kwani wameshindwa kujibu mahitaji ya wakazi. Saidi Balikwisha ni mbunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa. Wakati wananchi wanaonesha wazi kitu ambacho wao wanahitaji, ni haki yao. Na mimi kama mwanabunge nimekamata hicho kitu na consideration ya juu sana, na nafikiria wanasheria, sababu wao ndio wanaishi yale mambo pale. Sababu hauwezi ukaelewa kitu kushindia ule ambayo anakiishi ndani usiku na mchana. Na wakati wananchi wa Oicha wanalalamika na kuonesha shida lao hiki na kile na kile, nafikiria wanasheria. Na sisi wanabunge tuko katika kufuatilia, tuelewe vizuri na tuone mahali gani suluhisho naweza ikatokelea, hasa sana kuwasindikiza katika haya wanayohitaji. Lakini wao wamesema kwamba wabadilishe viongozi, hasa polisi, kiongozi burgomestre na mkuu wa jeshi katika maeneo ya Oicha, ndio mbilao. Kuomba kubadilishwa kwa viongozi sio dhambi, ndugu yangu. Na wakati viongozi wanamaliza siku nyingi, nao pia wanaanza kuingia katika mambo ambayo isiyokuwa halali, na wakati wananchi wanaomba hayo, ni haki yao, ndugu yangu. Tuko katika Kongo ya kidemokrasia, ni kuendea kwa hitaji za wananchi. Na mimi presipi ya kwangu ni kusema hitaji za wananchi ndio sheria ya kwanza. Wananchi unawaletea muongozi, hawariziki na huyo muongozi, wiko na haki ya kuomba kubadilishwa kwa ule muongozi, na ni haki yao, sio kusema wamefanya dhambi. Na hasa sana kwa upande wangu mimi na encourage, sababu wanaifanya kwa njia ambayo inaruhusiwa. Beni ambako kumekuwa kukishuhudiwa ukosefu wa usalama, hasa kwa wakulima mashambani ambao wengi huwawa na kutekwa na watu wenye kuzaniwa kuwa ni ADF. Eneo la mashariki mwa Kongo ikishuhudia machafuko kwa muda mrefu. John Kabwe yuko mkoani Ituri. Watu wote sasa nchi neighbors za DRC zimechukua Kongo DRC kama shamba lenye halina mwenyeji, kwa sababu wakora waizi wote wa barani Afrika wanapatikana ndani ya Kongo. Sasa ni kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na vyombo vya usalama vifanye juu chini na hawa serikali zingine za barani Afrika ambazo zinakubali kusaidiana na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zifanye kazi kwa ukweli kusaka hawa wakora ili waweze kukata line. Kwa sababu sasa unajikutaje kwamba ADF mmoja anaitwa Kakule ama mwingine anaitwa Mumbere. Sasa hii ni jina ya watu wa Uganda hapa sehemu za Kasese, sehemu za Bwera, unakuta hiyo majina hapa sehemu za DRC North Kivu. Watu kuna mchanganyiko wa watu. Sasa ni kazi kubwa sana kwa vyombo vya usalama kuweza kuidentify wale watu wanatoka wapi na kuweza kukata line yao ya ushirikiano. Tukitoka huko Beni tunakwenda hadi huko Lubero, ambako hali ya wasiwasi yazidi kushuhudiwa kwenye mashamba na misitu ya sekta ya Bapere, wiki moja baada ya shambulizi mfululizo kutekelezwa na watu wenye silaha zilizolenga Mangujipa, mji mkuu wa sekta ya Bapere. Taarifa za sema mtu mmoja aliuawa, mwili wake ulipatikana ukiwa umeharibika baada ya kuuawa na watu wasiojulikana kwenye mashamba ya Kilonge Lenda, karibu kilomita 3 mashariki mwa Mangujipa, kati eneo la Bapakombe, sekta ya Bapere, mchana ya Alhamisi 6 Novemba 2025. Mwili unaozaniwa kuwa wake Masika Visika Ellen ukiwa miongoni mwa watu waliotekwa pamoja na wengine wengi wakati wa shambulizi la ADF
kwenye eneo la uchimbaji madini ya Pangoi Muhanga Alhamisi iliyopita. Visika Helen alipigwa risasi baada ya kuchoka alipokuwa akibeba mzigo mzito waliopora majambazi wa ADF eneo hilo. Idadi ya waliofariki dunia katika mashambulizi hizo mfululizo ikiwa imefikia watu 21, wakazi wakiendelea kukimbia vijiji vyao na kukimbilia eneo lenye usalama. Tukitoka Lubero tunakwenda Kivu Kusini ambako mapigano makali yaripotiwa kati ya M23 na jeshi la Kongo FARDC. Taarifa za sasa zikisema hali ni mbaya kwenye uwanja wa mapigano inayosababisha wakazi kuwa na uoga mwingi sana. Mjini Uvira serikali ikiendelea na miradi ya maendeleo hasa ujenzi wa barabara. Thompson Unji Batangalwa William yuko huko Uvira. Sema katika mji wa Uvira kimaendeleo kwenye hali ya miundombinu ni utengenezaji wa barabara ya taifa namba 5 ambayo inatengenezwa kwa mtindo wa sasa. Wanatengeneza kilomita 10 kuanzia pale Rompwe Kavimvira kuja kwenye bandari ya Kabundu, na pia kutoka hapo Rompwe Kavimvira kuelekea kwenye boda ya kuelekea kule mpakani kati ya Bujumbura na Uvira. Hapo pia kunakuwa ukarabati. Sasa hali ya ukarabati inaendelea vizuri, wameshaanza kugawa barabara kwa katikati, na maana ni barabara ambayo itakuwa na sehemu mbili. Kwa hiyo wanaweka lami? Ndio, wanaweka lami, wameshapata jaribio la kwanza na la pili, na bado wanaendelea wanahitaji kumalizia kwanza barabara yote, alafu wanakuja kuweka lami awamu ya mwisho. Hiyo barabara hiyo ina umuhimu gani ukiangalia eneo hilo? Barabara hii ina umuhimu mkubwa kwa kuwa Uvira kwanza ni mji wa pili katika Kivu Kusini, na ni ambako makao makuu yamehamia kiserikali kwa sasa. Ni barabara ambayo itarahisisha wafanyabiashara wa Uvira na Burundi Bujumbura kusafirisha biashara yao kwa urahisi. Tatizo tu ni kwamba uoga ni ajali huenda zikaongezeka, kwa maana toka wameanza kutengeneza kuna visa vingi vya ajali ambavyo vimeripotiwa. Zaidi ya watu 30 wamefariki, ambao wamejeruhiwa nao vile idadi ni kubwa kutokana na madereva waendesha pikipiki bodaboda kujua sheria za barabara. Na hivyo kiongozi wa polisi ya usalama barabarani ya Meja Mpoi aanzisha kampeni ya kuanza kutoa mafunzo kwa madereva na bodaboda kujua sheria za barabara. Kuna zile alama zile sehemu ambayo inatakiwa kukunja, unakuta dereva hakunji, ina maana wanakuwa wanaenda ovyo ovyo na kusababisha ajali. Sasa ikiwa lami itakamilishwa kabisa, ndio hapo kuna uoga wa ongezeko la ajali kwa watu endelea kushika kanuni na sheria za barabarani. Lakini Thompson, mji wa Uvira ninavyofahamu kuna milima, na huwa mvua ikinyesha inakuja na kata barabara. Je, wameangalia hiyo tatizo la mifereji hasa ukiangalia hapo karibu na kwenda kwenye bandari? Ndio, mifereji inatengenezwa hivi tunavyozungumza, natoka barabarani, zile mashine trekta zile zinatengeneza, mifereji inajengwa, hata ile mirija ya kushushia maji Kambo wako wanajenga, na madaraja pia wako katika hatua hizo, wamefikiria hilo ili kuja barabara. Siku zilizopita kulikuwa mafuriko, yani Tanganyika kaida ikavamia makazi ya watu. Bado hali hiyo inaendelea ama imesharudi nyuma? Tanganyika haijarudi, kuna maeneo ambayo yameanguka kidogo. Wananchi ambao walipoteza nyumba zao wakati ule wa mafuriko mwaka 2020, baadhi wameanza kurejea katika maeneo yao, ila ni tishio. Vitengo vya kimazingira vimeomba watu kutokurejelea maeneo ambayo yako kando ya ziwa na maeneo ambayo yako kando ya mito Kavimvira, mto Kalimabenge, Mulongwe. Wametoa hiyo onyo na kutahadharisha watu, hasa wakati ambao mvua zimeanza kunyesha, kunakuwa hali za uoga, sababu mvua zinaponyesha hapa Uvira muda huu mito inakuwa inajaa kwa hali ya juu zaidi. Naam, ni taarifa yake Thompson Unji Batangalwa William. Na tukiachana naye Thompson Unji, tunaelekea huko eneo la Mwenga. AFC M23 ikiendelea na hamasa katika vijiji mbalimbali eneo wanazodhibiti. Felicien Tumsifu yuko katika timu la uhamasishaji wa AFC M23. Kwa sasa hivi niko ndani ya teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu tumetembea huko Nzibira, Luntukulu, tumetembea Kishadu, tumetembea huko
Maziba, na kutembea yetu huku ilikuwa ni kukutanana na ndugu zetu wa Kongomani, sana sana wa vijana ambayo walidanganyiwa na government ya Kinshasa kuambia eti watapigana na jeshi ya F23. Na kwa kweli tuko tukitembea tukifanya hamasa ndani ya masantre, ndani ya mavillage, ndani ya malokalite, na kwa kweli watu tuko tukiwazungumzia lengo ya AFC/M23 ni kusema watu waishi kwa umoja, kwa sababu unajua inafanya miaka mingi ubaguzi wa makabila umekuwa ukigawanya Wakongomani na ikaacha inaleta uongozi mbaya, kwa sababu ilikuwa inakuwa ni kabila fulani ndio ambayo inapasha kubenefisie ama kukuwa na haki kwa nchi yetu ya Kongo, na ndio lengo ambayo inaacha tuko leo ndani ya mtaa wa Walungu. Mtaa wa Walungu ukiongozewa na chama ya AFC/M23. Sasa wakazi wanasemaje kuhusiana na hotuba zenu hizo? Unajua mbele wakati wazalendo wamekuwa wakikimbia huko ndani ya jimbo la Nord Kivu, walikimbilia wengi huku ndani ya jimbo la Kivu Kusini, lakini huku na government ilikuwa ikapitisha message kusema ya kwamba chama ya AFC/M23 ni chama ya Wanyarwanda ama ni vita ya Watusi. Wanakuja walikuwa wakituelezea sema, walikuwa wakiwaambia wakati M23 itafika Nzibira, juu hapo Nzibira kulikuwa resistance sana ya wazalendo. Kulikuwa huyo mzalendo anajiita Maheshe, alikuwa hapo akiwaambia sema wakati AFC/M23 itafika hapo wataua watu wote, watabaka wa mama. Lakini wakati tumefika hapo wanakutana tunaishi na watu vizuri, hakuna tatizo. Na kwa kweli kwa saa hii watu wamekubali, wanasema ndiyo tuliweza kudanganyika. Na nakwambia bwana mpasha habari, leo ni watu ambao ndio wakiona mzalendo anatokea kule, ni hao ndio wanakuwa wa kwanza kukimbilia kwenye jeshi ya AFC/M23 iko na kuwaita kwamba wanaona adui. Donc ni kusema leo nyuma yetu ya kupita ndani ya makata, antukao Wakongomani wanaitika, wanakubali chama na wanasema hii njoo kabisa jeshi ambayo wanataka waishi nayo. Sasa wanazungumziaje kuhusu hii cohabitation pacifique ama kujenga umoja kati ya makabila? Unajua bwana mpasha habari, kwa sababu walikuwa wakiwaambia seme mtu ambaye anazungumza Kinyarwanda ni huyo anakuwa ni Mnyarwanda. Walikuwa hawajue kama kunakuwa ingine makabila ndani ya Kongo ambao watu wanazungumza Kinyarwanda. Na njoo tukikuwa tukiwaonesha, kwa sababu tuko na watoto ambao wanazaliwa kuanzia Nyabibwe, Kalehe na huko Ruchuru, Masisi ambao wako hapo. Na wakati tuko tunawaonesha, na kunakuwa sasa wale wazee wa zamani ambao walitembea hiyo mamitaa na majimbo, wanawazungumzia nao wenyewe, wanawaambia ndiyo kuna watu ambao wanazungumza Kinyarwanda na ni kweli ni Wakongomani. Na hapo wanasema donc wanaelewa, wanasikia, kwa sababu uongo ulikuwa ushakuwa mingi. Na kwa sasa hivi nakwambia antuka jimbo hivi la Kivu Kusini wanaitika kusema watu waishi kwa umoja, kwa sababu jimbo la Kusini ni jimbo ambayo nayo ilipitia vita mingi sana, na hizo matrakaseri na watu wakagawanya, kwa hiyo ubaguzi wa makabila. Lakini kwa sasa na kuhakikisha wanampasha habari wako tayari na wanakubali, na ndio maana uko nakutana leo kabisa, unaweza kutana wajene wanaenda kutembea na wajeshi wa AFC/M23 na hata makada wa AFC/M23 wanatembea, wanachangia chakula, wanachangia mvinyo. Ndio unakutana ambiance imesharudia kabisa, hiyo mambo ya kusema huyu unamshota kidole, huyu unamshota kidole, hiyo mambo haiko tena hapa mahali ambapo chama imeshafika. Tuhitimisha taarifa zetu huko mjini Kinshasa, ambako wabunge wajipanga kuchagua spika wa bunge ambaye baada ya Vital Kamerhe kujiuzulu, Saidi Balikwisha alikuwa mmoja wa waliogombea, lakini kwa bahati mbaya kuondolewa. Mbinu ni mingi sana na hatuwezi tukayatangazia kwenye microphone ya radio, lakini kitu ambayo utaelewa ni kuwa katika familia yetu ya kipolitiki na kulingana na reglement ya bunge yetu, ule ambaye aliteuliwa na mkubwa wa familia yetu ya kipolitiki amekuwa mwingine. Hasa mimi sio kusema nitaacha kupiganisha ukosefu wa usalama. Nitaendelea kwa mbinu zingine ili nihakikishe ya kuwa sauti ya wale ambao walinichagua, sauti ya watoto wa Nord Kivu, vilio vya watu wa Nord Kivu nimevifikisha hapa kwenye bunge, na nifuatilie ili suluhisho ipatikane.
Ndio kusema hata kama leo sipate hiyo fursa ya kuwa kandidati kwenye spika wa bunge, sio kusema ya kuwa nimeachia pale. Hapana. Nitaendelea, sababu lengo yangu kubwa ni kutetea wale wananchi ambao wanapatikana katika mateso, ili hali yao iboreshwe kwa haraka. Na wakati yenye pouvoir executive haiboreshe hali ya hawa watu, tuna hiyo fursa ya kuwaitisha na kuwapatia malipizi kulingana na sheria, na hizo ni nguvu ambazo sheria inatupatia, na sisi kwa upande wetu tutaona namna gani tutatumikisha hivyo vipengele vya sheria kuhakikisha ya kuwa yule ambaye hatumikii wananchi tumupatie malipizi. Mimi kama memba wa bunge la taifa, na mimi pia nilipenda nikuwe spika wa bunge, sababu ya kwanza niko katika kriteria ambayo inahitajika. Mimi ni mchaguliwa wa wananchi, na hasa sana nimechaguliwa kwa kishindo katika republiki yetu, katika nchi yetu ya Kongo. Na ya tatu, province yetu ya Nord Kivu, sababu umetaja mimi ni mzaliwa wa Beni, ni katika province ya Nord Kivu. Province ya Nord Kivu imefanya zaidi ya miaka 40 bila kupata uongozi ama kiti humo ndani katika ofisi ya uongozi ya biro ya Assemblée Nationale. Na kupitia magumu ambayo tunaendelea kuteseka ndani katika province yetu ya Nord Kivu, mauaji na vinginevyo, tulifikiria ya kuwa tukikuwa hapa kwenye hiki kiti tunaweza tukapitiza malalamiko kwa haraka ili iende kawafikia wale ambao wanakamata madecision, na hiyo madecision inaweza ikatusaidia. Sababu kuna mara madepite, yani wakilishi bungeni, wanakamata mipango, marekomandasyon, wanatuma kwa ofisi ya mabunge, yani biro, lakini hiyo ofisi inaendesha vitu pole pole mpaka na suluhisho haipatikane. Nilifikiria ya kuwa mimi nikikuwa pale, mimi mzaliwa wa Nord Kivu, mimi ambayo nimezaliwa katika hiyo magumu ya ukosefu wa usalama, nimekomalia ndani na nimechaguliwa ndani, nilifikiria ya kuwa mimi ndiye mtu ambayo ninastahili, na hasa sana kulingana na sheria, niko katika kriteria, niko mchaguliwa, niko na experience, niko vile na formation, na nilifikiria ya kuwa naweza nikaenda pale. Lakini wananchi wanasema ni kama wabunge wamesikia hoga, ama wabunge wengine wanatishwa akitaka kuzungumzia swala la usalama ama mabadiliko ya maisha ya wananchi. Sio kusema hiyo ni kwa kila mtu. Nafikiria ya kuwa kwa mara kama 5 ambayo nimeshika neno katika chumba cha mabunge, umewahi kusikia nikiongelea mambo ya usalama, hata kama mkuu spika alikuwa na nia ya kutukata neno wakati tunaongelea mambo ya usalama. Mimi kwa upande wangu ningeliacha watu free watetee wananchi, sababu wanabunge wanatetea mambo ambayo wameona wenyewe kwa macho na ambayo wananchi wao wanaishi. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ningeliachia wanabunge hiyo liberte, hiyo uhuru ya kusema bila woga kumambo ya usalama, sababu kama hauongei kwa kitu kwa wazi vizuri, kupana mwangaza, hautaweza kuelewesha wengine. Sasa wakati wakuu wa bunge wanakatakata, wanapenda watu wasiongelea ya mambo, sasa suluhisho itapatikana namna gani? Kwa upande wangu mimi ningelikuwa mtu ambaye ningeliweka watu wote free waongelee mambo, ili tuone namna gani tutachokonoa na tufikie kwa kupata suluhisho kwa haraka. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, ni hayo kwa siku ya leo. Asante kuwa ulitoa muda wako kuandamana nasi tangu mwanzo hadi kutamatika kwa nakala hili. Na niaba ya wote waliochangia kukusanya taarifa hizi za habari, mimi ni Abel Songo nikiwa huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa leo na siku njema.